فطاف في النخل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, tupo katika mwendelezo wa mlango wa istiqrad wa ada'ud duyun wal hijr wa taflis. Mlango huu tuliuanza mlango wa kukopa, namna ya kukopa na pia kulipa madeni. Mlango huu au hadithi hii ya leo imeanza na kichwa cha habari semacho: idha qadha duna haqqihi au halalahu fahuwa jaiz. Mlango huu unazungumzia idha qadha duna haqqihi, pale mtu atakapolipa deni analodaiwa chini ya ile haki yake au tofauti na kile anachodai, au halalahu fahuwa jaiz, au akamuondolea kabisa ile deni, yani yule mdai wake. Hili ni jambo ambalo ni jaiz kama itakavyokuja katika hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na hawa maswahaba. Akasema: hadathana Abdan akhbarana Abdullah akhbarana Yunus an az-Zuhri qala hadathani ibn Ka'b bin Malik anna Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma akhbara, kwamba Jabir ibn Abdullah alimpa habari huyu Ka'b bin Malik anna abahu kutila yawma Uhud, kwamba baba yake aliuawa katika vita vya Uhud, shahidan, hali ya kuwa ni shahidi, wa alayhi dain, na alikuwa anadaiwa, ana deni juu yake, yani akidaiwa. Fashtadda alghurama, wale wadai wanaomdai wakawa wakali dhidi yake au dhidi ya yale madeni yao wanayodai. Manake wakazidi kudai zile deni zao, fi hukukihim, katika haki zao walizokuwa nazo kwa huyu bwana aliyefariki. Fa ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam,
Akasema nikamwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, fasaalahum, faataitu nabiy sallallahu alayhi wasallam fasaalahum ayakbalu tamra haiti. Jabir anasema nikamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamuomba awatake hawa mabwana, awaombe wakubali mitende yangu au tende zinazopatikana katika mitende yangu. Yani hawa wanamdai, kwa wakimdai baba yao, lakini kuna tenda ambapo zipo juu ya miti, juu ya mitende ambazo ni rutab. Wayuhallilu abi, na wamwachie au wamondolee baba yangu kile wanachomdai. Faabau, akakataa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawataka hivyo kwamba huyu bwana anasema kuna mitende, aina tende atakupeni ili muweze kugawana nyinyi mnaodai, lakini ile deni msamehe. Na hii inaonyesha kwamba tende hizi zilikuwa ni chache, yani kuliko ile deni ulilokuwa ukidai. Kwa kidai yani tende nyingi, lakini zile zinazopatikana pale zilikuwa ni chache. Kwa hiyo baada ya kuwataka Mtume sallallahu alaihi wasallam wamkubalie zile tende, akakataa au wakakataa. Faabau falam yu'tihim nabiy sallallahu alaihi wasallam haid. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hiyo hakuwapa ile bustani ya tende, hakuwapa. Faqala sanabdu alayka faghada alaina hina asbah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Jabir bin Abdullah, sanabdu alayka, tutakuja kwako asubuhi, yani tutakudamkia asubuhi. Faghada alaina, kisha asubuhi Mtume sallallahu alaihi wasallam akadamka, akaenda kwa Jabir hina asbah, pale ilipofika asubuhi. Atafa fi nakhl, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale akazunguka katika mitende, ile mitende ya Jabir ambayo alikuwa anataka kuwapa wale mabwana. Akazunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile mitende. Wadaa fi thamariha, akaiombea ile miti yake. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anazunguka pale anaomba, anaiombea bil baraka, kiombea baraka ipatikane katika ile miti. Fajadatuha faqadaituhum wa bakiya lana min tamriha. Jabir bin Abdullah baada ya Mtume kuzunguka pale na kuomba dua Allah abariki ile mitende, Allah kweli alibariki ile mitende. Jabir akasema vuna, fajadatuha, nikavuna zile tende. Faqadaituhum, nikawalipa yale madeni au kile wanachodai, nikalipa. Wabakia lana min tamriha, kisha sio hivyo tu, zile tende zikawa zimebakia. Zile tende pamoja na kuwa zilikuwa ni chache, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuziombea dua Allah akabariki, zikawa nyingi, akawagawia yale madeni yao yakamalizika, na zile tende zikabakia. Na haya tumeyaona katika mambo mengi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akifanya hivyo. Kwa hiyo hapa katika hadithi hii tunaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtaka huyu bwana, aliwataka hawa wanaodai wachukue chini ya kile kiwango wanachokidai, kwa maana kwamba hili ni jambo ambalo ni jaiz. Kama wangekubali basi wangepewa. Na ndio maana kichwa cha habari cha mlango huu kikaja, idha qadha duna haqqihi au halalahu fa huwa jaiz. Yani mtu anapolipa chini ya ile deni lake au akamuondolea ile deni, sema basi mimi nakuondolea, ni jambo ambalo ni jaiz. Na kama tunavyojua katika mlango wa bei vile vile kuuziana, ni kwamba unapomuuzia mtu kama ni tende au mazao yoyote, anatakiwa arejeshe kwa kile kiasi ambacho mnapouziana, kwa maana inabidi vilingane, kama tulivyosoma katika mlango wa buyu kwamba inabidi vilingane. Yani kama ni debe kwa debe, kilo 2 kwa kilo 2, yani visipishane. Na ndio maana aliutoa mlango mmoja tu
akasema katika babu al-araya unafaa kuuza tende ambazo zilizokauka kwa tende mbivu zile ambazo zinatoka katika mti, inafaa kwa mlango wa dharura, kwa sababu yule anayeuza au yule anayenunua anahitaji zile tende ambazo ni mbivu, anaziita rat, anazihitaji. Kwa hiyo kwa maana hiyo inafaa kufanya vile kwa sababu ya dharura ile, sababu huyu anahitaji lakini hana pesa ya kununua kama ilivyotajwa masharti, inabidi abadilishe. Lakini katika kubadilisha zile ni rat, na hizi ni tende ambazo ni kavu, kwa maana kwamba zile zitakapokauka, kama tutaziacha zikauke kwa mfano, zinaweza zikapungua kuliko hizi alizompa. Kwa maana hiyo ikafaa kufanya vile kwa sababu ni katika mlango wa dharura. Na vile vile katika mlango huu wameuingiza katika milango kama hiyo, ni katika jambo ambalo linafaa, anaweza akalipa zile ambazo bado ni mbivu, hata kama zikikauka pengine zinaweza zikawa ni chache mno, zinaweza zikapungua, lakini huu ni mlango pia unaingia kama ule mlango wa araya, unaingia kama vile ule mlango wa araya, sababu hapa analipa deni, na anayelipa deni anaweza akawa anacho au anaweza akawa na upungufu katika ile mali aliyokuwa nayo, anaweza akawa na upungufu mengi. Kwa hiyo anaruhusiwa kulipa hata kama atalipa upungufu hapo, lakini kwa masharti kwamba yule anayedai kama ataridhia hilo halina shida. Na hapa ndo maana hawa mabwana walipokataa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwalazimisha, lakini wangeridhia Mtume sallallahu alaihi wasallam angehukumu, lakini kwa kuwa walikataa Mtume sallallahu alaihi wasallam naye hakufanya hivyo, bali aliombea tende. Naam. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. قال حدثنا إبراهيم بالمنذر قال حدثنا أنس عن هشام عن نهيب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضل له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. Kisha akaendelea katika mlango huu unaofuata kwa kusema babu idha qassa au jadhafahu fi dain tamran bitamrin au ghairihi. Babu idha qassa kwa maana yatokana na kisasi, na hapa anakusudia yani kisasi kwa maana yani kumlipa mtu kisasi, lakini hapa anakusudia qasa ni mtu ambaye ana deni, yani mtu ambaye unamdai 10,000, lakini ikatokea na wewe yani una mfano wake, yani mnadaiana, wewe unamdai na yeye anakudai kama kile unachomdai, na yeye anakudai mfano kile anachokudai. Sasa anasema hapa idha qasa au jadhafahu, qasa kwa maana kwamba kumwambia kwamba kile unachonidai kwa sababu kinalingana na hiki ninachokudai, basi itakuwa inatosha, kwa maana tulipane, wewe unakudai na wewe unanidai, kwa maana tulipane. Hapa inaitwa qasa au jadhafahu fi dain, au akamfanyia almujadhafa katika deni. Mujadhafa maana yake ni kukadiri kile
kilo 100, lakini wewe katika kumlipa ukakadiria tuchukua hizi hapa, yani kiasi tu fulani kumwambia chukua hizi hapa, yani bila kupima kile anachokudai wewe kipo katika kipimo, pengine ni kilo 100, lakini wewe katika kulipa ukafanya mujadhafa, kwa maana kwamba ukawaambia chukua hiki hapa au kiasi hiki hapa bila kupitia katika vipimo au katika kilo. Katika hali kama hii anasema fi deni, katika jambo katika yanayohusiana na deni, yani huyu yule anayedaiwa, huyu anadai na yule anamdai, yani kufanya hivyo, je, ni jambo ambalo linafaa? Kwa maana kwamba anakudai wewe kiasi kinachojulikana, kilo zake au kitu ambacho kinajulikana, lakini wewe ukamlipa tu kwa kukadiria, au chukua hiki hapa, katika namna kama hiyo, tamran bitamri au ghairi, sawa sawa ni tende kwa tende, kwa maana yeye tende zake zinajulikana ni kiasi gani, lakini wewe katika kumlipa ukamlipa tu bila makadirio, yani bila kile kiasi anachodai, tamri bitamri au ghairi au jambo lingine. Hili wanasema ni jambo ambalo linafaa, ni katika huu mlango ambao tumeusoma hapa nyuma, kwa sababu hapa ni katika kulipa deni. Hapa yupo katika mlango wa kulipa deni, na ni katika mlango ambao unaingia katika dharura. Akasema katika hadithi hii, hadathana Ibrahim ibn al-Mundhir hadathana Anas an Hisham an Wahab bin Kaysan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu akhbarahu anna abahu tuwfiya, kwamba baba yake alifariki, wa taraka alayhi 30 wasqan lirajulin min al-yahud, akaacha 30 waski 30 za Myahudi mmoja ambaye alikuwa akimdai, yani kuna Myahudi alikuwa akimdai waski 30, na waski moja ni sawasawa na pishi 60 au swa pishi 60, na pishi moja ni sawasawa na kilo 2.5 kama ilivyo. Wewe ukipiga kilo 1.5 mara hizo 60 ukakuta ni kilo nyingi, karibu kilo karibu 400 hivi, karibu 100 na kitu, karibu 180. Kwa hiyo hizo ndizo alizokuwa akidaiwa na huyo Myahudi. Fastandharahu Jabir fa aba an yundhirahu, Jabiri akataka ampe muda, yani kulipa hili deni. Baba yake amekufa na baba yake alikuwa akidaiwa ni deni hilo, inabidi alipe, lakini Jabir kwa sababu hana, akamtaka ampe muda ili amlipe baadaye. Fakallama Jabir Rasulullah fa aba an yundhirahu, yule Myahudi akakataa kumpa muda, sema hapana, haiwezekani, yani anataka deni lake lilipwe. Kisha akasema fakallama Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyashfa lahu ilayhi, yule Jabiri akamsemesha Mtume sallallahu alaihi wasallam ili amfanyie shafaa kwa yule Myahudi, yani akamwombee ampe muda wa kulipa kwa sababu hana kwa wakati ule. Fajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kallama al-yahudiyya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akamsemesha yule Myahudi, liyakhudha thamara nakhlihi billadhi lahu, akamsemesha yule Myahudi akamwambia chukua, yakhudha thamara nakhli, achukue matunda ya tende zake, ya mitende yake, yani kuna mitende ina tende, achukue ile billadhi lahu, kwa kile anachodai, yani iwe ni badala ya kile anachokidai kwa Jabir. Lakini inaonyesha kwamba hapa zile tende zilikuwa ni chache pia, yani zile tende za kumlipa zilikuwa ni chache, na ndio maana yule Myahudi alikataa tangia mwanzo, na hapa anataka shafaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amwombee ili akubali yule Myahudi kwa ule uchache wa zile tende zake. Faaba, akakataa yule Myahudi, pamoja na kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwombea, lakini akakataa. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika ile mitende ya Jabir radhiallahu anhu, famasha fiha, akawa anatembea katika ile mitende. Thumma qala li Jabir,
Kisha akamwambia Jabir, baada ya kuzunguka kutembea katika ile mitende, akamwambia Jabir, judda lahu, mvunie, yani zivune ili umlipe kilichokuwa chake. Fa aufa lahu alladhi lahu, yule bwana Jabiri akawa amevuna zile tende na zikawa zimekamilika kwa kile kiasi kinachotakiwa. Fa aufa lahu alladhi lahu, akamtekelezea, kwa maana akamlipa kile anachodai, ikawa kimetekelezeka, hakuna kilichobakia katika deni. Hani zile kwa dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa ametia baraka katika ile mitende, ikawa nyingi, akalipa mpaka akatekeleza lile deni. Fajaddahu ba'dama raja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema hapa anasema tulienda mbele kidogo. Thumma qala li Jabir, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Jabir, judda lahu, kwa maana mvunie, yani zivune ili umlipe. Fa aufi lahu alladhi lahu, na umtekelezee, kwa maana umlipe kile ambacho ni chake. Kisha umlipe, fa aufi, umlipe kile ambacho ni chake anachodai. Fajaddahu baada ma raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akavuna pale aliporudi Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani Mtume baada ya kumwambia yale, yeye aliondoka zake. Kisha Jabiri akavuna, fajaddahu baada ma raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baada ya kurejea Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa aufahu 30 waskan, kisha akamlipa zile waski 30, yani zikawa zimekamilika zile waski 30. Wa fadhalat lahu 17, kisha sio hivyo tu, bali zikawa zimezidi, yani zikawa zimezidi waski zingine 17, yani ametekelezea zile zake 30 na zikazidi zingine waski 17. Fajaa Jabiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabiri akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hayo, liyukhbirahu billadhi kan, ili ampe habari kwa kile kilichotokea katika tende zile. Kana fawajadahu, liyukhbirahu billadhi kana fawajadahu yusalli al-asra, akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkuta anaswali swala ya al-asir. Falamma nsarafa akhbarahu bil fadl, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kuswali swala ile akampa habari kwa ile ziada iliyozidi, kwa maana nimevuna hizi, nimepata waski zile 30 anazodai yule Myahudi, na sio hivyo tu, bali zimezidi zingine waski 17. Akampa habari hiyo. Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Jabir, akhbir dhaka ibn al-Khattab, mpe habari hiyo, kwa maana Umar ibn al-Khattab, yani kamweleze Umar ibn al-Khattab. Fadhahaba Jabir ila Umar, Jabir akaenda kwa Umar radhiyallahu anhu, fa akhbarahu, akampa habari. Faqala lahu Umar akamwambia Jabir, laqad alimtu hina masha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar anamwambia, mimi nilishajua, yani kwa sababu haya yalitokea mara nyingi sana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale anapokusudia jambo na kuliombea jambo, ameombea vitu vingi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa vinatosheleza. Kwa hiyo Umar anamwambia Jabir kwamba mimi nilishajua kwa ile hali tumeijua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hina masha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pale alipokwenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yubarakanna fiha, kwamba yani atabarikiwa au atabarikiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atabarikiwa kwa ile dua yake anayoiomba, la yubarakanna fiha, kwamba atabarikiwa. Hakusema kwamba atabariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali akasema la yubarakanna, kwa maana anayebariki, anayetoa baraka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sema la yubarakanna, kwa maana atabarikiwa, kwa maana dua anayoiomba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba inabarikiwa, inatiwa baraka, na mtiaji baraka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo la yubarakanna, hakusema la yubarikanna ili awe ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo anakibariki kile kitu, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam atabarikiwa katika kile anachokiomba, na anayebariki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akabariki ile dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam,
ikawa imetosheleza au zile tende zimetosheleza kile kiasi kilichokuwa kinatakiwa. Kwa hiyo hapa pia inaonyesha kwamba mtu unaweza ukalipa au mkalipana kama unadaiwa kiasi anachokudai mtu na wewe ukawa unamdai kiasi fulani ambayo vinalingana, unaweza mkalipana. Ni jambo ambalo linajuzu, yaani ukamwambia kile unachonidai na mimi hiki unachonidai, basi iwe ndo malipo tunalipana. Au vile vile kulipa deni kwa mujadhafa, yani deni kwa maana anakudai kiasi fulani, kama hapa anamdai tende 30, anamdai zile waski 30, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo alitaka amlipe kile kiasi alichokuwa nacho, kwa maana pamoja na kuwa zilikuwa hazikamiliki, hiyo ni mujadhafa, kwa maana chukua hiki. Lau angekubali yule Myahudi basi angepewa, ikaonyesha kwamba ni jambo ambalo ni jaiz, kwa sababu na katika mlango wa kulipa, na mlango ambao unataka at-takhfif, jambo ambalo linakubalika kisheria. Naam. قال رحمه الله تعالى: باب من استعاذ من الدين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرب؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلفه. Kisha akaleta mlango mwingine, babu man istaadha min ad-dayn, mlango wa anayeomba istiadha, anayejilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala